Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaileta kwetu, nami naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema ya leo ni tema ambayo inahusu neno lilifanywa mwili. Najua kwamba tutaongelea tema hii ambayo katika dunia hii inasumbua walio wengi, na hawa wanaojiita kwamba ni wachungaji, mitume, manabii, sijui mabishop, maprofet, gisi wanavyojiita majina yote ile ambayo wao wenyewe wanajipa, watawambia kwamba huyu wanayeita kwamba Yahwe Elohim El Shaddai kwamba alishuka kwa umbo aza katika umbo la Mungu, yani Mungu anayeonekana katika Agano la Kale, na katika Agano Jipya watawambia kwamba alichukua mwili tena kupitia mwanamke, yani mwanamke ambaye alimzaa na akazaliwa. Wakati alipozaliwa akaitwa kwa jina la nani? La yeye atakayeita kwamba ni Yesu, kwamba yeye tena ndiye Mungu mwenyewe. Wataongea mambo kama hayo. Unaona kwamba ni mada za tema ambayo inasumbua walio wengi, hawajui namna gani kile wanachoweza kukizungumza. Na mimi nawaambia kwamba kwa siku ya leo, ndugu zangu, mtaenda kujifunza mambo makubwa tena magumu sana kwa siku ya leo, maana kuna mambo ambayo mjawahi kuisikia na mtaenda kuyapenya, mtaenda kuyasikia kwa siku ya leo. Ndio maana mnapoangalia ndani ya Biblia za kisasa, wataenda katika kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 4, ambao watasema kwamba hapo mwanzo neno alikuwako, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu, kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, hakuna hata kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu. Mnaweza mkaendelea. Kwa hiyo watakuja kuambia kwamba wanaposema kwamba hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, maana yake wanapenda kuambia kwamba neno hilo lenyewe ndiye Mungu mwenyewe. Sikilizeni kwa makini kwamba neno lenyewe ndiye Mungu mwenyewe, yaani hakuna tofauti kati ya neno na Mungu, kwa sababu wenyewe wamesema kwamba huko mwanzo, yani hapo mwanzo kabisa neno alikuwako, na ikiwa huyo neno alikuwako, yani huyo neno alikuwa ni Mungu mwenyewe, alikuwa Mungu mwenyewe. Sasa ukweli uko wapi? Sisi ukweli uko hapa. Tutaenda kuingia ndani ya Kalatam DMC ili tuende kuambia vizuri kuhusiana na hii tema ambayo inahusu kwamba neno lilifanywa mwili. Kweli kweli lilifanywa mwili kama gisi wao wanavyosema? Hapana, uhalisia wa kila kitu uko hapa, ndugu zangu. Ndio maana tutaenda ndani ya Kalatam DMC katika kitabu cha Kudumanemula. Kudumanemula ndiye Kristo wa kweli ambaye alikuwa ni mweusi, maana Kristo alikuwa mweusi, manabii wote walikuwa weusi, matriaki wote wanaoandikwa ndani ya Biblia za kisasa wote walikuwa ni weusi, kwa sababu Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo ni historia ya watu weusi ambao wazungu walitaka kuibadilisha kwa maslahi yao wenyewe, kwa kuleta hizo dini zinazosemekana kwamba zimefunuliwa, maana dini zote katika dunia zote ni za uongo. Dini zote, imani zote nje na ukweli huu ambao naupata kila wakati, hakuna wokovu, hakuna ondoleo la dhambi. Hili nasema na kaza maneno na sina woga kuhusiana na hili. Ndugu zangu, ni muda wa kuamka, ni muda wa kuamka, kuondokana na hizo takataka za dini ambazo zimeingia katika bara letu. Wasi Munyele bara kipenzi, na huo ndio mlango pekee ambao umebaki, ambao shetani mlima bobero mbaya anautumia ili kuhakikisha kumlalisha mtu mweusi, maana hizo dini ziko pale kwa ajili ya kuweka watu kama vile hawana akili sawa. Maana unapokuwa mwanadini, hata namna yako ya kufikiri inakuwa ni ndogo sana, maana dini zinafanya watu wasiwe na mawazo, wasifikiri, tuseme. Yani dini inakufanya kama vile, yani kile ambacho unakisoma hautakiwa hata kuuliza swali lolote lile kuhusiana na dini. Aidha kile ambacho unaona kwamba hujaelewa vizuri, unapouliza utaonyeshwa kwamba wewe ni mpingaji, sijui wewe ambaye haupendi maendeleo, mambo kama haya. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muda wa kuamka, na wengine watakuja kweli wanahakikisha nao pia wanasema kwamba ndio dini zote ni mbaya, wazungu walileta kwa ajili ya kupenda kutugandamiza. Ni kweli, lakini hawa wanaongea hivyo tena wanaenda kuambia watu sasa twende kuabudu mababu. Mtaenda kuabudu mababu? Babu yako nani eh? Wewe unayesema kwamba mwende kuabudu mababu, hata wewe mwenyewe kesho kuta utakuwa babu wa mtu mwingine, utakuwa babu wa mtu mwingine, nao pia baadaye wengine watakaozaliwa vizazi vingine ambavyo vitakuja huko, nao pia waende kuabudu wewe. Wewe ni nani? Kwa sababu anayeabudiwa ni Muumba. Namna gani kiumbe kinaweza kumwabudu kiumbe kingine ambacho nacho pia kinatakiwa kuabudu yule aliyemuumba? Tutumie busara. Hata kama mnaweza mkasema kwamba hizi dini zote ni mbaya, ni sawa, lakini msipeleke watu sehemu ambayo tena inaenda kuangamiza tena zaidi.
Namna gani unaweza ukamwambia mtu aende kuabudu babu yake? Utaenda kuabudu babu yake? Yeye ndio amesha kuwa nani, muumba wako wa kuabudiwa ni muumba pekee. Kweli babu unaweza ukamheshimu, mpatie heshima zake, ni kawaida, lakini huwezi ukamwabudu babu. Utamwabudu babu kwa kitu gani? Kwa nini? Na huyo babu unayesema kwamba utamwabudu ni nani? Ni babu yako nani? Kwa sababu unajua wewe mwenyewe babu zako ambao waliopita hapo awali, maisha waliokuwa nayo katika hali hii inayoonekana, mambo ambao walikuwa wakiyafanya, mambo yasiyo hata kulingana na mapenzi ya muumba mwenyewe. Sasa huyu baadaye, kwa sababu amefariki, sasa utaenda kumwabudu? Kwa hiyo kwa kufanya mambo kama hayo, kusema kwamba mnaenda kuabudu mababu, hamwabudu mababu, mnaenda kuabudu yani ni demons ambazo mnaziabudu. Mtaenda kwenye makaburi, mtaenda kulia kule, hey, babu nimekuja. Kwa nini? Babu yako kama amefariki, alifariki kitambo na hana hata ufahamu wowote, anasubiri, yuko katika chumba cha wafu, hayuko kaburini pale. Kaburi kulikuwa ni mwili, na mwili labda umeshahoza. Kwa hiyo nafsi yake haiko hapo kaburini. Nafsi mtu anapofariki inaenda moja kwa moja hadi sehemu ambapo inatakiwa kuhifadhiwa. Na hicho ndio kitu ambacho watu mnatakiwa kukielewa. Hata wakati ambapo mtu amefariki, anawekwa muchware siku moja mbili tatu, halafu mtu anamleta, wao wanaojiita wachungaji wanaanza kuomba kusema kwamba hawa, Mungu ilaze roho ya marehemu katika mahali pema peponi, amina, n'importe quoi. Marehemu ameshaondoka tangu kitambo, wakati alipofariki tupu hayupo, yani ni mwili tu ndio umebaki. Labda kama mnasema kwamba haulazi mwili vizuri, hicho ni kitu kingine. Mwili hauna ufahamu, hata ulazi namna gani wenyewe hauna ufahamu. Ili kuambia kwamba mwili upate kulazwa vizuri, lazima mwili uwe na ufahamu kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba nilazwe vizuri, lakini mwili wenyewe hauna ufahamu wowote. Sasa haina hata haja ya kuambia kwamba mwili ulale vizuri. Haya mambo haya ambayo ninaongea ni mambo ambayo ni muhimu sana katika kuendelea, ili kutambua ukweli na uhalisia wa mambo kama jinsi yalivyokuwa tangu hapo awali. Ndugu zangu, tuko wakati ambao ni mzuri sana, ambapo tuna mzaliwa wa pili amejizirisha katika nyakati zetu hizi, kipindi hiki. Yeye ndio ameleta huu ukweli ambao tulikuwa tumefichwa kwa karne na karne, ambazo wazungu hawakutaka sisi tupate kujua, lakini kwa sababu ya mapenzi yake Luba Tete, sisi hawa tunaanza kuzungumzia kitu ambacho hatukufikiri kwa kweli kata tukaongea. Sote tulikuwa huko katika hizo dini, lakini kwa sasa hivi tumekuwa huru na huru kwelikweli. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi sasa tutaingia katika Kalata DMC, kitabu cha ukweli, katika kitabu cha Kudumane Mula, sura yake 15 mstari wa 16, ambayo inasema hivi: neno liliunganishwa kwanza wakati huo na mmoja wa wawili. Na mmoja wa wawili, wanaposema mmoja wa wawili, yani ni Kristo, yani tuseme mzaliwa wa kwanza, na akakaa kati yetu, tumeutafakari utukufu wake kwa kuonekana na kimwili. Wakati wanaposema kwamba neno lilifanywa mwili, wanazungumzia neno gani? Hizi ni swali ambazo watu lazima waanze kujiuliza. Wakati wanaposema kwamba neno lilifanywa mwili, hilo neno hilo lililofanywa mwili ni neno lipi? Kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa, kama jinsi tulivyosoma, wanasema namna gani? Wanasema hapo mwanzo neno alikuwa, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, hakuna hata kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huu ulikuwa mwanga wa watu, na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halikuweza kuushinda. Mungu alimtuma mtu mmoja jina lake Yohana, ambaye alikuja kuambia watu juu ya huo mwanga. Alikuja ili kwa ujumbe wake watu wote wapate kuamini. Yeye hakuwa huo mwanga, ila alikuja tu kuwaambia watu juu ya huo mwanga. Huu ndio mwanga halisi, mwanga unaokuja ulimwenguni na kuangazia watu wote. Basi neno litakuwa alikuwako ulimwenguni, na kwa njia yake ulimwengu uliumbwa, lakini ulimwengu haukumtambua. Alikuja katika nchi yake mwenyewe, nao walio wake hawakumpokea. Lakini wale waliompokea, wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ambao walizaliwa si kwa maumbile ya kibinadamu, wala kwa nguvu za kimwili, wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Naye neno akawa mwanadamu, akakaa kwetu, nasi tumeuona utukufu wake yeye aliye mwana wa pekee wa Baba, amejaa neema na ukweli.
Hivi ndivyo inavyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi 14. Kwa hiyo wanasema hapa kwamba neno la Mungu kwamba ni Mungu mwenyewe, na hilo neno ambalo ni Mungu mwenyewe, yaani lilichukua mwili chini ya muhusika anayeitwa kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Lakini wowote ni uongo mtupu. Ukweli uko wapi? Tunaingia sasa katika kipengele cha kwanza. Neno ni nani? Neno ni nani? Maana mtu anaweza kusikia sauti ya mtu mwingine. Tuseme kwa mfano, napita tu barabarani na kusikia tu ndani ya nyumba yako unaongea, najua ni fulani huyo anayezungumza, lakini sija kuona, lakini kwa sauti yako nimetambua kwamba huyu ni wewe. Sasa napopita nakutana na mtu mwingine, ataniuliza, bwana, unaweza ukafahamu kwamba fulani yuko pale nyumbani kwake? Tamwambia, nilimsikia, yupo, ingawa haujamwona, lakini ulisikia tu sauti yake, ukasema kwamba, ukamwambia kwamba yupo, nenda, yupo nyumbani, nimesikia sauti. Kwa sababu ili kufanya nini katika hali inayoonekana, yani wanachukulia sauti ya mtu, yani ni mtu mwenyewe. Sijui kama unaelewa hili. Kwa hiyo maneno ya mtu katika hali inayoonekana wanachukulia kwamba hayo maneno ni mtu mwenyewe. Sasa ndivyo wanavyofanya pia, wanavyoongea kwamba Mungu anapoongea, anaponena, yani yale maneno ni yeye Mungu mwenyewe. Sijui kama mnaelewa hili ambayo tunaenda kuliangalia sasa. Hivyo ndivyo wanavyosema katika hali inayoonekana, lakini katika ulimwengu wa kiroho uko namna gani? Kitabu cha Biala ambacho ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 4 hadi 7 inasema, kwa hiyo jihadharini msilisahau agano la neno la tite lililofanywa nanyi, vinginevyo mtakuwa katika hatari pia ya kutoidhinishwa na roho wa agano. Hapa ni mutatedi ambaye ni roho anayewaongoza na kuwatawaza wale walioanzishwa. Alikuwa akizungumza, anaongea na Busi ili kwamba Busi awaambie wasioanzishwa, walioneemiwa, waliopata neema, ili kuenenda kulingana na agano la neno la tite. Anaendelea kusema, wala msijifanyie sanamu yoyote katika mioyo yenu na katika fahamu zenu, kwa maana kuu na mwenye nguvu, roho wa kivuko cha ajabu, atatumwa mbele yenu baada ya kuondoka kwangu katika hali isiyoonekana, ili kuwalinda ninyi njiani na kuongoza kiroho hadi mahali palipotayarishwa. Kwa hiyo Busi anaomba watu walioneemiwa kutii neno, kutii agano la neno la lugha. Sasa je, watu hao watakapoelezwa kwamba watii neno la lugha, je, hilo neno la lugha watalisikia kwa masikio yao wenyewe? Je, watasikia sauti ya neno likizungumza? Aidha namna gani? Je, neno ni mtu au neno ni kiumbe ambacho tunaweza kukiona? Swali hilo la kuuliza. Halafu anamalizia kusema, jihadharini katika uwepo wake na msikie sauti yake kwa njia ya belonge, ambayo wataita Yoshua. Msimpinge roho wa kivuko cha ajabu, kwa sababu hata wasamehe dhambi zenu, kwa sababu jina ambalo pia linajidhihirisha kuwa kamili na pia kuu kwa yote ambayo wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, ambayo ni metisi, katika imani zao hutaja, kuna mabano, watataja katika mamilioni kadhaa ya miaka ya hali inayoonekana, watataja Mungu au za miungu, uungu au za miungu, Bwana au Muumba, pamoja na sifa zingine zote, ambaye ni neno, tunafunga mabano, ambaye ni neno la tite linafunika utu wake. Neno la tite linafunika utu wa roho huyo wa kivuko. Maana yake nini? Yaani kuna roho wa kivuko cha ajabu ambaye yeye atasaidia taifa katika njia ili kufika mahali palipotayarishwa wao kufika. Sasa roho huyo yeye analo neno, ndivyo tulivyosoma, na hilo neno yani limemfunika, na wanawaambia kwamba hilo neno ni neno la tite. Ndio maana kitabu cha Wonja ambao wataita Isaya sura yake 27 mstari wa 3 inasema, yeye aliye neno la lugha ndiye mlinzi. Kuna mkato, halafu tunaingia ndani ya mkato wenyewe. Kwa hiyo hapa tunaposoma kwamba yeye aliye neno la lugha, yani kuna utofauti kati ya lugha
na neno, yaani vitu viwili tofauti. Yaani wanaposema loba na neno ni vitu viwili tofauti, kwa sababu wanaposema kwamba neno la luba, hilo neno haliwezi kuwa luba hata kidogo. Ni kama vile mtu anaweza kasema kwamba kitabu cha Zulula 100, kitabu cha Zulula 100. Zulula 100 yeye sio kitabu, lakini ni yeye aliyekiandika kupitia uzirisho aidha alivyovuviwa na roho za agizo kula vitu ili kuandika kile ambacho kinatakiwa kuandikwa. Kwa hiyo wanaposema kitabu cha Zulula, yaani sio Zulula, kitabu sio Zulula. Zulula ni Zulula, lakini kitabu ambacho amekiandika. Kwa hiyo wanaposema hapa kwamba yeye aliye neno la luba, ina maana kwamba luba sio neno lake. Hapana. Huu ndio tofauti kwanza ambao mnatakiwa kuona gisi ukweli unavyosema na uongo gisi unavyoongewa ndani ya Biblia za kisasa. Kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa wao wanasema namna gani? Wanasema kwamba Mungu na neno lake ni mtu mmoja, yaani Mungu ndiye neno tena. Sijui kama unaelewa hii. Ndio maana nikasema kwamba watu wanasema kwamba neno la mtu kwamba ni mtu mwenyewe, lakini nitawaambia kwamba hapana. Namna gani? Kwa sababu wakati unapokuwa, kwa mfano, mtoto anapokuwa ndani ya tumbo la mama yake, mwili unaanza kujitengeneza. Anaweza akafika hata umri wa miezi 5, yaani mwili wote kikamilifu, mwili wa mtoto ambaye atazaliwa bila hitilafu la viungo, ni kwenye mwezi wa 5 kabisa, ambapo mwili wote wa mtoto umeenea, umetulia kabisa. Lakini huyu mtoto bado hajaongea, huyu mtoto bado hajazungumza. Sijui kama mnaelewa hilo. Ina maana kwamba huyu mtoto tayari yupo, lakini neno lake yeye mtoto bado halijakuwepo. Sasa wakati atakapozaliwa mtoto, moja kwa moja, kuna wengine anapozaliwa ataanza kulia, na kuna wengine ambao wanazaliwa bila kulia, alafu wanapigwa kidogo ili apate kulia. Sasa tunaweza tukajiuliza, wakati ambapo mtoto yuko tumboni hadi kuzaliwa hajazungumza chochote, ina maana kwamba mtoto yupo kabla ya neno lake. Siongelei neno la uumbaji, yaani mtoto yupo tayari kabla ya neno lake, kwa sababu baadaye mtoto anza kufunzwa kuongea. Ataanza kufunzwa kuongea, ataanza kuongea kwa sababu wewe mwenyewe baba za mama unamwambia ongea hivi, na yeye pia anafanya ongea hivi. Hilo sio neno lake, yaani ni neno ambalo tunaweza tukasema kwamba amepewa ili kwamba aanze kuongea, ajue namna gani ya kuzungumza. Kwa hiyo hapa moja kwa moja napenda kuonyesha kwamba yaani mtoto mchanga yeye anakuja kabla hata ya nini? Kabla ya neno lake, kwa sababu anaongea sasa ni baadaye, lakini yeye amesha kuwepo tayari. Kwa hiyo hapa wanaendelea kutuambia kwamba yeye aliye neno la luba ndiye mlinzi, hulitia maji kila wakati ili isishambuliwe, usiku na mchana analilinda. Ndio maana Kalata Mukaisedi, kitabu cha siri cha nabii Danieli, sura yake ya 1 mstari wa 774 inasema hivyo neno liliwaamuru wote wanaoshikamana na ukweli pekee, ambao ni neno la luba, kumtunza mwalimu. Maana yake ni nini? Yaani wanawambia kwamba yule ambaye ni neno la luba ni ukweli wenyewe. Hapa tayari tumeshaanza kuona utambulisho wa neno ni nani. Yaani wanakuambia hapa tayari kwamba neno ni ukweli wenyewe. Huyu ndio neno, yaani neno ni ukweli wenyewe. Tunaendelea. Kitabu cha Kuduma Nemula sura yake ya 13 mstari wa 4 inasema juu ya kichwa chake alikuwa amevaa kofia ya kustaajabisha ya wokovu, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa wokovu, tunafunga mabano, na kwenye mkono wake wa kulia upanga wa kutisha na wa ajabu wa mundi, ambao ni neno la luba. Kwa hiyo wanawambia kwamba yule ambaye ni neno la luba kwanza ni ukweli halisi, lakini pia ni upanga wa mundi wa luba, ndio huyo neno tena. Kwa hiyo tayari ni utambulisho ambao mnapewa kuhusiana na neno lenyewe. Wanatuambia kwamba ni ukweli halisi, lakini pia ni upanga wa mundi ambao wataita roho wa luba. Kitabu cha Kuduma Nemula sura yake ya 36 mstari wa 57 inasema
Lakini msipowasamehe watu makosa yao kwa unyofu wao kulingana na ukweli, yeye aliye neno la tetehe hata wasamehe nyinyi makosa yenu katika siku ya udhaifu wenu wa kiroho. Kwa hiyo tunaona utofauti kati ya neno na tetehe aiza loba. Kwa hiyo loba yeye si neno, maana yuko nje ya neno, yuko nje ya kila kitu ambacho unaweza ukafikiri wewe. Loba tetehe. Ndio maana kitabu cha Lakisabe ambao wateta Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 49 inasema, ni kwa hili ambapo wanatambulika wale ambao wanaotokana na mbegu ambayo ni neno la tetehe, na watoto kuna mabano wazungu na damu mchanganyiko metisi, tunafunga mabano, wanaozaliwa kutokana na mahusiano yasiyo ya asili. Kwa hiyo neno la tetehe ni mbegu ambalo litatumiwa sasa ili kudhihirisha uumbaji. Yaani hilo mbegu litapandwa, na kwa namna ya kupandwa, yani ndio kuzalishwa, yani litatumiwa ili kwamba lipate kuzaa matunda, na matunda ndiyo uumbaji. Sasa neno ni nani, ndugu zangu? Kwa sababu neno si Luba, neno si Jokisabe, hapana. Neno si wapili, hapana. Neno ni nani na jukumu lake ni lipi hasa? Je, neno hili ambayo tunaliongea liliumbwa? Je, roho nani? Neno ni roho? Kwa nini neno lina mamlaka sana makubwa mno? Hizo zote ni swali ambazo tunatakiwa kujiuliza. Ndio maana kitabu cha Uonja ambayo wataita Isaya sura ya 59 kuanzia 9 hadi 10 nasema, kama vile mudima mimbu, kuna mabano ni roho wa misimu, ashushavyo mvua, kuna mabano mbua. Mbua ndio lugha ya asili, inafanana na mvua katika Kiswahili kwa sababu ni lugha moja za batu na teludi, kuna mabano yani sino, kutoka juu, na hairudi huko katika hali ya mvuke bila kumwangilia maji na kurutubisha ardhi na kufanya mimea kuota bila kumpa mpanzi mbegu na mkate kwa mlaji. Narudilia tena kusoma, kama vile mundima miimbu, yani roho wa msimu, ashushavu mvua, yani mbua, na theluji, yani sino, kutoka juu, na hairudi huko katika hali ya mvuke bila kumwagilia maji na kurutubisha ardhi na kufanya mimea kuota bila kumpa mpanzi mbegu na mkate kwa mlaji. Ndivyo ilivyo kwa neno la tetehe linalotokana na udhihirisho wa mapenzi yake. Kuna nukta mbili, halafu tunaingia ndani ya nukta. Sasa hapa mjikaze sasa, mzifunge vizuri ili mwende kuingia sasa katika mafunuo ya hali ya juu. Mafundisho haya ni magumu kidogo. Maana yake nini? Hapa tumeona kwamba neno linatokana na udhihirisho wa mapenzi ya Luba. Hiyo ni kupenda kusema kwamba kabla ya neno kuwepo, kuna udhihirisho wa mapenzi ya Luba, ndiyo uliofanya kwamba neno lipate kuwepo. Sijui kama mnaelewa hapa. Kwanza, neno siyo Luba, hapana, kwa sababu neno liliumbwa, neno lilidhihirishwa, neno lilizaliwa na muumba. Yeye ni muumba. Nafikiri hapa kunaelewa vizuri. Ndivyo ilivyo kwa neno la tetehe linalotokana na udhihirisho wa mapenzi yake. Halirudi kwake. Kwake nani? Sio kwa tetehe, kwa sababu hiyo dhana iko nje ya tetehe. Yani hairudi kwake. Kwake nani? Udhihirisho wa mapenzi ya tetehe. Narudilia tena kusoma kwa sababu tunaingia katika ndani kabisa kabisa ya mafundisho. Ndivyo ilivyo neno la tetehe linalotokana, neno la tetehe linalotokana na udhihirisho wa mapenzi yake. Halirudi
hilo neno halirudi kwake. Kwake nani? Yaani udhihirisho wa mapenzi ya Tite bila matokeo, bila kuwa ametekeleza udhihirisho wa mapenzi ya Tite. Hivi ndivyo tulivyosema, na kukamilisha udhihirisho wa miundo yake iliyotolewa kutokana na udhihirisho wa mapenzi yake. Kwa hiyo hapa wanapenda kuwaonyesha kwamba neno pia linatii. Yes, neno liko chini ya udhihirisho wa mapenzi ya Tite, linaheshimu, linatii sheria. Yes, neno pia linatii sheria. Neno linatii sheria, na ikiwa neno linatii sheria, maana yake hilo neno haliwezi kuwa Tite, hilo neno haliwezi kuwa Luba. Hapana, maana Luba hatii chochote au yeyote, yuko nje ya kila kitu ambacho tunaweza tukasema kutii za kutokutii, yuko nje ya hayo yote. Kwa hiyo neno linatii sheria, ambayo hiyo sheria iko juu yake. Sijui kama naelewa ndugu zangu, twende polepole. Ndivyo ilivyo kwa neno la Tite linalotokana na udhihirisho wa mapenzi yake. Halirudi kwake bila matokeo, bila kuwa limetekeleza udhihirisho wa mapenzi ya Tite na kukamilisha udhihirisho wa miundo yake iliyotolewa kutokana na udhihirisho wa mapenzi yake. Mtawasikia hawa wanaojiita kwamba Wakristo wanasema kwamba Mungu wao kwamba ni neno, kwamba hilo neno ndiye Mungu mwenyewe tena, na kwamba alishuka katika umbo la Yesu. Namna gani Mungu ambaye mnasema kwamba yeye ni neno anaposhuka duniani tena atatii tena neno lake? Yaani atatii neno tena la yule aliyemtuma. Ina maana kwamba neno si moja, ni maneno ya kutosha. Sasa tuseme, kwa hiyo kipengele cha kwanza tulipenda kwanza kuonyesha na kuambia neno ni nani, na tumeona kwamba neno ni mbegu, neno ni ukweli, neno limetokana na udhihirisho wa mapenzi ya Tite, mapenzi ya Luba. Neno ni upanga wa mundi ambayo wataita Roho. Neno linatii sheria iliyo juu yake. Neno ni mlinzi. Haya yote ambayo tunaongea hapa ni neno. Nafikiri hapa ndugu zangu, hadi muda huu mumeelewa kuhusiana na kipengele cha kwanza. Neno lilidhihirishwa, neno liliumbwa, na hivyo ndivyo hilivyo. Kipengele cha pili, nafasi ya neno zidi ya roho za agizo kuu la vitu. Kwa hiyo tutaenda kuonyesha sasa neno sasa yeye anachukua nafasi gani kati ya roho za agizo kuu la vitu, ambao wataita roho za ufalme wa Mungu, gisi wanavyosema hizo ufalme wa mbinguni. Tunaenda katika kitabu cha Dubise ambayo wataita Henoko, sura yake ya kwanza mstari wa 647 hadi 655, inasema neno la muwekedi. Neno la muwekedi. Watu watajiuliza muwekedi ndio nani? Muwekedi ni muumba, yaani neno la muumba, neno la muwekedi. Wanaposema neno la muwekedi, yaani neno la muumba, ina maana kwamba neno si muumba. Sijui kama unaelewa hili. Yaani neno si muumba, hapana, kwa sababu ni neno la muumba, lakini si muumba. Neno la muwekedi liko juu kabisa, linatawala juu ya nguvu zote na aina zote za uwepo. Maana yake ni nini? Neno linatawala juu ya nguvu zote. Ndio maana tunawaambia kwamba Luba yuko nje ya nguvu zote, kwa sababu ni yeye anayedhihirisha nguvu. Yuko nje ya uwepo kwa sababu ni yeye anayedhihirisha uwepo. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili wako nje ya uwepo usiokuwepo. Na uwepo usiokuwepo ni nini? Ni kutokuwepo kwa uwepo. Na mstari wa 648 nasema yeye ndiye mjumbe wa sifa zote. Yeye neno ndiye mjumbe wa sifa zote. Ina maana kwamba ni kupitia neno watu wanaimba, wanatoa sifa, kwa sababu sifa zote yeye ndio mjumbe, yeye neno ndio mjumbe wa hayo. Hapa wanaposema sifa, hatusemi kuabudu, kwa sababu kuabudu na sifa ni vitu viwili tofauti. Sifa
Ni nyimbo, unaweza ukatengeneza nyimbo, unajifunza, alafu unaanza kuimba na unaanza kusifu yani. Lakini kuabudu sio kitu ambacho unatakiwa kuandika kwenye karatasi alafu unajifunza alafu unasema ambao naenda sasa kuabudu yale ambayo nimejifunza, hata naanza sasa kuyaongelea. Sio hivyo. Kuabudu ni kitu kingine tofauti na sifa. Ndio maana yeye ambaye ni neno ndiye mjumbe wa sifa zote, anatufanya sote tuenende kwa utaratibu, anatujua sisi sote ambao ni maelfu na maelfu ya maelfu isiyohesabika. Hapa anaongelea nani? Yaani wanaongelewa hapa ni roho za agizo kula vitu, yaani wanawambia kwamba neno la tite linajua roho zote za agizo kula vitu, kwa maana anatuita kwa majina yetu mmoja baada ya mmoja. Yaani neno la tite kuna mamiliati na mamiliati za roho za agizo kula vitu, na wanakwambia neno la tete linajua kila roho kwa jina lake. Kila roho ya agizo kula vitu neno linaita. Ndani ya Biblia kisasa wanasema kuwa ni Mungu ndio anajua majina yote n'importe quoi. Kwa hiyo yeye ambaye ni neno la lugha anajua majina yote ya roho. Kwa hiyo ni kupitia neno ambapo sasa sheria zote zimewekwa, ni kupitia neno sheria tumepewa, na roho zote za agizo kula vitu ziko chini ya neno, zinanyenyekea chini ya neno, zinaheshimu neno. Ikiwa mnataka kuelewa, ina maana kwamba neno tukasema ndiye kaka mkubwa wa roho zote za agizo kula vitu. Maana wengine wanaweza kajiuliza, roho wa kwanza kuumbwa ni nani bwana, mbona hatujui? Mimi nawaambia kila wakati kwamba mnapouliza hizo swali, kuna mara mnaweza mkajichanganya nyinyi wenyewe. Hapa tunaonyesha kwanza neno, yeye ndio tunaweza tukasema yeye ndio kaka wa roho zote za agizo kula vitu, kwa sababu wengine wanaweza kusema labda ni Mutatiti ndio roho wa kwanza kuumbwa. Hapana, twende polepole, kwa sababu ili kwamba roho za agizo kula vitu zipate kuumbwa, kunatakiwa kuwepo na mwanzo kwanza, na ikiwa kutakuwepo na mwanzo, ina maana kwamba kuna roho wa mwanzo, na huyo mwanzo hauwezi ukaonekana bila kuwepo na uwepo. Kwa hiyo pia ili kwamba mwanzo upate kuwepo, lazima kuwepo na uwepo kwanza. Uwepo, alafu mwanzo unaanza sasa katika uwepo. Kwa hiyo bila uwepo hakuna mwanzo, na bila mwanzo hakuna uwepo. Hivi unaelewa? Na hizo zote ni roho za agizo kula vitu. Sasa utajiuliza, roho gani ambayo amekuja kabla ya mwenzake? Je, ni roho wa uwepo? Aidha ni roho wa mwanzo? Wote wanategemeana. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Lakini pia kuna roho wa umilele. Huyo roho wa umilele pia yeye atakuwepo kabla hata ya roho zote za agizo kula vitu pia, kwa sababu roho zote za agizo kula vitu zimeumbwa katika umilele. Na umilele ni nini? Kwa maelezo yetu sisi ni maisha yasiyo na mwisho kwetu sisi, lakini wale walio nje ya umilele, wao wanajua mwanzo na mwisho wa umilele. Sitaingia huko, maana naweza nikawachanganya. Nikupenda kuambia kwamba yeye ambaye ni neno la lugha, yeye anajua majina yote ya roho za agizo kula vitu, na roho zote zinanyenyekea, ziko chini ya neno. Alafu anaendelea kusema nimejitolea. Anayeongea hapa ni Shetani mlima Bobe kabla ya kuanguka. Nimejitolea, kuna mabano, katika ufahamu wa kwanza wa Shetani, katika uwepo wake mwenyewe usiojulikana, tunafunga mabano. Yaani nimejitolea kutumikia neno la mwekedi tangu mwanzo. Yaani Shetani mlima Bobe mwenyewe akiwa kerubi kabla ya kuanguka, yeye mwenyewe anafunua na kusema kwamba alipoumbwa alikuwa tayari mtihifu kwa neno la muumba la mwekedi. Kwa hiyo alitembea kulingana na neno la mwekedi. Sasa ni hilo neno hilo ndilo litakaloanzisha roho zote za agizo kula vitu. Ni hilo neno ndio litaanzisha, yaani litawatawaza katika zana ya mema na mabaya. Ni hilo neno. Ndio maana kitabu cha Kudumu Neno la sura yake ya 15 mstari wa 16 inasema hivi,
Kabla ya mwanzo, kabla ya mwanzo, agizo kuu la vitu, kuna mabano, uwepo wa kiroho, uhalisia wa kiroho, tunafunga mabano, kuna mkato, loba, kuna mkato, kupitia sisi. Hao wanaosema sisi ni akina nani? Hapa ni mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Loba, kuna mkato, kupitia sisi, kuna mkato, alizihirisha Bepuledi mpuli, kuna mabano, ambaye alikuja kuwa udhihirisho wa mapenzi yake, kuna mkato, mpatanishi, tunafunga mabano, na kupitia Bepuledi mpuli ndani yetu, kuna mkato, iyala, tunafungua mabano, neno, kuna mkato, neno litoalo uhai, tunafunga mabano, alidhihirishwa, na katika yeye pia kuna dutu na uwepo wa mambo yote baada yake. Maana yake ni nini andiko hili? Andiko hili ni ngumu. Ni andiko la kina ambalo tunatakiwa kwenda polepole na kulikoboa ili mupate kuelewa. Ndio maana nawaambia ndugu zangu, uanzishwaji ni katika neno, uanzishwaji ni katika zizi la mzaliwa wa pili. Bila kupata uanzishwaji katika zizi la mzaliwa wa pili, hata Biblia unaweza ukaisoma nyumbani kwako, hautaielewa hata kidogo. Inawaambia, inarudilia kila wakati. Ni vema kusikiliza mafundisho YouTube nini, ni sawa, haijawa vibaya, lakini ikiwa unapenda kwelikweli uwe mtu ambaye umeanzishwa, ili uwe mtu ambaye umeanzishwa na kujua siri zilizo ndani, hata unaposoma Biblia unaelewa ni nini unachokisoma, lazima upite katika uanzishwaji. Bila kupita katika uanzishwaji, sijui namna gani unaweza ukachukua Biblia karata ambayo na kusoma na kuelezea watu wengine kwamba umeelewa hiki. Hii nawaambia, hilo ni ngumu. Maana yake nini? Nitasoma tena alafu tutaenda polepole ili kwenda kukoboa vizuri hili andiko. Kabla ya mwanzo, agizo kuu la vitu, kuna mabano, uwepo wa kiroho, kuna mkato, uhalisia wa kiroho, tunafunga mabano, kuna mkato tena, loba, tunapiga mkato, kupitia sisi, kuna mkato, alizihirisha Bepuledi mpuli, kuna mabano, ambaye alikuja kuwa udhihirisho wa mapenzi yake, kuna mkato, mpatanishi, tunafunga mabano, kuna mkato, na kupitia Bepuledi mpuli ndani yetu, kuna mkato, eyala, tunafunga mabano, neno, tuna mkato, neno litoalo uhai, tunafunga mabano, alidhihirishwa, na katika yeye pia kuna dutu na uwepo wa mambo yote baada yake. Maana yake ni nini? Yaani hapa wanapenda kuambia kwamba kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu wa kiroho, Jokisabe yeye anatoa kwanza ufunuo wa yale yaliyotendeka, kwa sababu ulimwengu wa kiroho uliumbwa. Sikilizeni kwa makini, ulimwengu wa kiroho uliumbwa. Huo mnayouita kwamba ni ufalme wa Mungu uliumbwa, na ikiwa nyinyi mnaamini na mnasema kwamba Mungu ndiye muumba pekee wa kweli, sasa yeye ndiye aliyeumba kila kitu, na ikiwa huo ufalme wa Mungu yeye Mungu aliuumba, sasa huyo Mungu alikuwa wapi kabla ya kuumba ufalme wa Mungu? Kwa sababu imeandikwa Mungu aliumba mbingu na dunia. Ikiwa aliumba mbingu na dunia, yeye alikuwa wapi? Mungu alikuwa wapi wakati alipoumba mbingu? Kwa sababu mbingu imekuja baada ya Mungu. Mungu hajaumbwa na mtu yeyote. Kwa mujibu wa maelezo yenu, Mungu hajaumbwa na yeyote, yeye yupo. Ni yeye aliyeumba mbingu, ni yeye aliyeumba dunia. Sasa ikiwa yeye aliumba mbingu, kabla ya kuumba hiyo mbingu, yeye Mungu alikuwa wapi? Sasa tukiwaambia kwamba Mungu hayuko mbinguni, kwa nini mnaona kwamba sisi tunaongea vibaya? Kwa sababu mbingu ni yeye ameumba, na mbingu imekuja baadaye. Hata mtatuambia kwamba mbingu nayo ilikuwepo tu, haikuumbwa. Ina maana kwamba Mungu atakuwa Mungu yani hatakuwa Mungu wa pekee. Mkisema kwamba hata mbingu haikuumbwa, ina maana kwamba kuna kitu kingine ambacho kiko sawa na Mungu, kwa sababu nacho pia hakikuumbwa. Tuseme hivyo. Tunaenda polepole ndugu zangu. Kwa hiyo kabla ya kuumbwa ulimwengu wa kiroho,
Mzaliwa wa kwanza ambaye ni Jokisabe atatupatia ufunuo, na wakati anapoongelea kuhusiana na haya hapa hivi, neno bado halijaumbwa, neno halijazirishwa, neno bado halijakuwepo, kwa haya maneno ambayo tumesoma hapa. Sasa ndani ya Biblia za kisasa wao wanasema kwamba hapo mwanzo kulikuwapo neno. Sasa wanaposema hapo mwanzo kulikuwapo neno, huo mwanzo ni mwanzo upi, ndugu zangu? Huo mwanzo ni mwanzo upi? Ndani ya Biblia za kisasa pia Yesu huyu wanaita Yesu anasema kwamba maneno ninayoongea hayatokani na mimi, bali na yule aliyenifanya nini? Aliyenituma. Kwa hiyo inapenda kusema kwamba neno alilokuwa akiliongea huyu anayeita Yesu, yaani lilitumwa, alipewa na nani? Na Mungu. Na ikiwa hilo neno amepewa na Mungu, ina maana kwamba hilo neno liko juu zaidi kuliko huyo Yesu mwenyewe. Ikiwa mwelewe vizuri tutaenda polepole, tunaenda kukoboa tena ile andiko. Kabla ya mwanzo, agizo kula vitu, kuna mabano, uwepo wa kiroho, uhalisia wa kiroho, Loba kupitia sisi alizihirisha Bepuledi mpuli, ambaye alikuja kuwa uzihirisho wa mapenzi yake, kuna mkato mpatanishi. Tunasimama hapo. Maana yake uzihirisho wa mapenzi ya Loba ambaye ni Tite uliumbwa. Yes, uliumbwa. Uzihirisho wa mapenzi ya Tete uliumbwa, ulizaliwa ndani ya wawili yaani uzihirisho wa mapenzi ya Loba ulizaliwa, uliumbwa ndani ya mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Hivyo mnaelewa vizuri? Tunaenda polepole. Na kupitia Bepuledi mpuli ndani yetu, kuna mkato eyala, kuna mabano neno, kuna mkato neno litowalo uwai, alizirishwa. Wanawambia kwamba uzirisho wa mapenzi ya Loba, yaani tuseme kwa mfano utazaa neno, bali uzirisho wa mapenzi ya Loba pia ulizaliwa ndani ya wawili na kupitia wawili. Kwa hiyo kuna uzirisho, yani kuna wa kwanza na wa pili, alafu kuna uzirisho wa mapenzi ya Loba ambao umezaliwa ndani ya mzaliwa wa kwanza na wa pili, na baada ya huo uzirisho wa mapenzi ya Loba pia kukazaliwa neno. Kwa hiyo neno limetokana na uzirisho wa mapenzi ya Loba. Uzirisho wa mapenzi ya Loba umetokana na mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili na katika yeye pia kuna dutu na uwepo wa mambo yote baada yake. Maana yake nini? Katika yeye nani? Neno. Pia kuna dutu na uwepo wa mambo yote baada yake. Yaani dutu ya uwepo wa mambo yote sio kwamba ni neno lililoumba hiyo dutu. Hapana, hapana, kwa sababu ingelikuwa kwamba ni neno lenyewe ndio liliumba hiyo dutu ya uwepo wa mambo yote, tungesema kwamba labda hilo neno pia ni Loba, au hilo neno tungelisema kwamba liko ndio wawili, ndio mzaliwa wa kwanza na wa pili, lakini sivyo. Mimi nitaweza nikatoa mfano tu kwa namna ya taswira, lakini sio mfano ambao kualishi, lakini napenda kutoa tu ili mpate kuelewa vizuri. Tunajua kwamba sote kwamba Moto ambaye ni mtu wa kwanza, mwanaume wa kwanza mweusi ambaye wataita Adama, yeye kabla ya kuja katika hali inayoonekana, yeye ni roho wa agizo kula vitu, ambaye wanaita malaika wa mwisho kabisa kuumbwa katika ulimwengu wa kiroho. Sasa anapokuwa kama vile roho wa mwisho kuumbwa, tutachukua tu hii taswira ni kama vile uzirisho wa mapenzi. Mwelewe kwanza, hii ni kama vile uzirisho wa mapenzi, yani hiyo roho hii. Sasa wakati ambapo atakaposhuka ili kuja katika hali inayoonekana, anatakiwa kupunguza nguvu zake, na atakapopunguza nguvu zake, anapokuja atakuwa tofauti kidogo, kwa sababu nguvu zake zitakuwa tayari zimeshapungua. Hapo hivyo tunaweza tukasema sasa, yani wakati anaposhuka ule ulikuwa ni uzirisho wa mapenzi. Sasa anapochukua mwili mwingine katika ulimwengu wa nafsi,
hapo tunaweza tukasema kwamba sasa ni neno limejidhihirisha. Na hilo neno nao pia, wakati ambapo moto, tunajua kwamba wakati alipotenda dhambi, walipokosea, walitakiwa kuondoka katika hiyo hali na kuja katika hali inayoonekana. Yaani sasa hapo ndio tunaweza tukasema neno likafanywa kuwa mwili. Kwa hiyo tukilikuwa kipengele cha pili. Kipengele cha tatu tutaongelea kuhusiana na neno lina hiari pia. Ndiyo, neno lina hiari pia, lakini swali ambalo tunaweza tukajiuliza sasa, kuuliza wewe, je, neno unalolizungumza wewe, unalotamka lina hiari kweli? Ukiongea kitu kwa mfano, je, neno lako litarudi na kusema kwamba no, 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 hapana, hii hapana, hapana kusema hivyo? Hilo neno lako, jibu ni hapana. Neno ambalo mtu anaongea ni kitu gani? Yaani neno wewe ambalo unaloliongea, za maneno unayoyaongea ni udhihirisho wa mawazo yako, ni udhihirisho wa mapenzi, ni udhihirisho wa tamaa, hisia ulio nayo ndio itakayotoka nje, kwa sababu huwezi ukaongea kitu ambacho haukufikiria, kwa sababu jinsi nilivyosema kwamba maneno weza, neno unaloliongea ni udhihirisho wa mawazo yako ya ndani, kwa sababu unapokuwa na mawazo, sisi tulio hapa katika hali inayoonekana hatuwezi tukajua kwamba wewe una mawazo fulani. Sasa ili kwamba hayo mawazo ulio nayo tupate kuyasikia, za kuyaona, utatumia sauti, na wakati utakapotumia sauti, hiyo sauti nayo pia inatakiwa ndani mate yatumike, ili kwamba sauti hiyo ipate kulia nje. Sasa unapoongea kile ambacho tunasikia, yaani ndio mawazo yako. Kwa hiyo ndio maana mawazo yanakuja hata kabla ya neno lako. Hapa ndipo mtaanza kuelewa kwamba wanaposema kwamba hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno ni Mungu. Yaani huyo Mungu ana kikomo moja kwa moja, kwa sababu ili kwamba neno lipate kuwepo, lazima kuna mawazo kwanza kabla ya neno. Ha, kuna mawazo kwanza kabla ya neno, kuna mapenzi kabla ya neno, kuna hisia kabla ya neno. Ili kwamba upate kuongea, lazima utafikiri. Hata uongea, hata ile uongea haraka haraka, inaenda kwa haraka sana. Uwezi ukaongea kitu ambacho haukufikiri. Kwa ndio maana mawazo yako unapoyazirisha moja kwa moja, kwa sababu mawazo ni usemi pia, ni usemi wa nafsi. Mawazo ndio usemi wa nafsi. Mawazo ndio usemi wa nafsi, na unapozungumza inakuwa neno, yaani ni udhihirisho wa mawazo yako uliokuwa nayo ndani. Ndio maana kitabu cha Tindi ambayo wataita Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 91 inasema yani ndiyo, Allah kuna mabano, neno la tite linapenda kilicho sahihi, haliwaachi walioanzishwa, linawalinda milele. Kwa hiyo hapa tena napenda kuonyesha kwamba neno lina hiari, hiari ya kupenda au kutokupenda, kwa sababu hapa amesema namna gani? Neno la tite linapenda kilicho sahihi. Kwa hiyo limeamua kupenda kilicho sahihi, linakataa kile ambacho si sahihi, ili kuonyesha kwamba neno la tete pia lina hiari. Kitabu cha Temusea sura ya 9 mstari wa 15 hadi 16 inasema namna gani? Inasema, hata nikiita neno la lugha na hata yeye akijibu, siwezi kuwa na hakika kwamba atataka kunisikiliza. Kwa hiyo Temusea yeye anasema kwamba anaamini kwamba akiita neno la lugha, hapa hasemi kwamba akiita lugha, akiita neno la lugha, na hata kwamba neno la lugha litamjibu, aidha litaitika gisi anavyoongea, kwa sababu mtu anapouliza, anapoitwa anaitika, alafu sasa anaelezwa ni nini, lakini hana uhakika ikiwa hilo neno litamsikiliza, kwa sababu neno lina hiari. Linaweza likakubali kumsikiliza, aweza kuto kumsikiliza. Na ikiwa atanisikia
Ikiwa nitamwita, sitaamini kwamba amesikia sauti yangu. Yeye ambaye amenishambulia kama dhoruba na kuongeza kidonda juu ya kidonda ambayo sikustahili. Hapa alikuwa katika mateso makubwa sana. Mnajua hali ya Temsea gisi alivyopitia, ambayo wataita ya nani, Ayubu. Ndio maana anasema hivyo. Kwa hiyo anajua kwamba neno lina hiari la kukubali aidha kutokukubali. Kitabu cha Temsea sura yake 16 mstari wa 19 inasema, ningependa kwamba mtu aweze kuongea na neno la lugha kama anavyoweza kuzungumza na mmoja kati ya wenzake. Yaani anasema mimi ningependelea neno liwe pale na tuongee nalo kama vile mtu anayeongea na mwenzake. Haya yote alikuwa katika magumu. Sasa kwa sababu neno lina hiari ya kufanya kile ambacho nataka. Kitabu cha Wadicom ambao wataita Rutu sura yake ya kwanza mstari wa 37 inasema, kwa hiyo Naama, yani Naomi, alinitangazia. Kuna nukta mbili. Ninaona kwamba neno la lugha linahifadhi uwema wake kwa ajili yetu sisi tulio hai, na vile vile kwa wale wanaojulikana wa jamii yetu ambao wamekufa kimwili. Mutatedi na ambariki mtu huyu. Aliongeza, Nginya Namo ambaye wataita Boazi ni jamaa wa karibu, mmoja wa wale ambao wana jukumu la kututunza. Kwa hiyo Wadicom naye pia ambaye ni Ruth anasema hapa kwamba kwa hiyo Naama alitangazia, ninaona kwamba neno la lugha linahifadhi wema wake. Kwa hiyo neno la lugha pia lina wema wake pia, na kila roho ya agizo kula kila roho kumrazi wa agizo kula vitu, naye pia ana wema wake. Sikilizeni kwa makini. Neno ukiomba lugha kupitia neno lake, neno anaweza akakusikiliza na akakupatia kile ambacho unatakiwa kukipata. Kila roho yote ya agizo kula vitu ambayo imo katika agizo kula vitu ambayo haikuanguka, unaweza kuiomba na inaweza ikakubali, na inaweza ikakupatia, inaweza ikaitika maombi yako, kwa sababu nayo pia kila roho ya agizo kula vitu ina hiari ya kufanya hivi, lakini anayeombwa ni lugha kupitia neno lake. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa, ila ni kupenda kuwaonyesha kwamba tu sio kupitia tu neno ambapo mnaweza mkajibiwa. No, mnaweza mkajibiwa hata kupitia hata mutatidi. Mutatidi unaweza ukaomba kitu mutatidi na mutatidi anakupatia, sio kwamba labda amekeuka mipaka. No, ingawa tunajua kwamba kuna utaratibu ambao upo, lakini kila aina ya roho ana uwezo. Kumbukeni vizuri hata yule roho ambaye alikuja kipindi cha Sangwa Bwam ambaye wataita Tobit, alikuwa na kijana wake, alishuka, aliitwa kwa jina la Munganga. Aliitwa kwa jina la Munganga, huyo roho agizo kula vitu. Kwa mapenzi yake mwenyewe alifika na akawatibu, alifanya mambo mengi hadi akaondoka, akawatia uponyaji kila kitu, kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo naye pia wa kufanya nini, wa kuponya. Kwa hiyo roho, kila roho agizo kula vitu ana uwezo, anaweza akifanya hivyo anafanya hata kuanzisha. Kila roho anaweza akakuanzisha, lakini tunajua kwamba kuna utaratibu ambao upo tu, na hakuna roho ambaye anaweza akapinga roho mwingine. Hilo haliwezekani. Haya mambo unatakiwa kuyajua vizuri. Kwa hiyo kitabu cha Mienge ambayo wataita Zaburi ya 4 mstari wa 4 nasema, jueni kwamba neno la lugha limejiwekea mwenyewe mmoja aliyeanzishwa, anapokea ninapomlilia. Maana yake ni nini? Yaani neno linaweza kuchagua kwamba nataka huyu kumpa neema yangu. Sikilizeni kwa makini. Kila roho ina hiari yake, na inaweza ikakubali maombi yako, haisa hapa. Hakuna roho ambaye yuko katika ulimwengu wa kiroho anayeweza kupingana, anaweza kumpinga roho mwingine. Hilo halipo. Ndio maana kitabu cha Esombe sura yake 28 mstari wa 7 inasema, ilipompendeza neno ambaye amenitenga kutoka tumboni mwa mama yangu, kuna mabano,
aliyepewa neema ili nisife katika ujinga na dhambi, tunafunga mabano, na ambaye alinihita kwa uzirisho wa neema, kwa kufunua ndani yangu wana wawili waliozirishwa kabla ya uwepo usio kuwepo, ili ni watangazi katika bara moja, bara mara moja. Sitauliza mwili wangu, kuna mabano, ufahamu wa mwili wangu, wala nafsi yangu, kuna mabano, ufahamu wa tamaa na kihisia. Inapenda kusema kwamba neno lilikuwa tayari limeshamweka Esombe, ambayo itaita Paulo, pembeni kabla yeye mwenyewe hajalijua hilo, lakini wakati alipopata kuokolewa ndipo alipotambua kwamba kumbe neno lilikuwa tayari limeshamchagua tangu angali tumboni mwa mama yake, lakini alikuwa yeye hajui, ili kuonyesha kwamba neno lina hiari ya kuchagua. Ndio maana nikupenda kuambia kwamba, ndugu zangu, huenda mnaweza mkasema haya yote sasa yamekuwa namna gani? Kwa sababu unapoelezwa kwamba utii sheria za neno, usifikiri kwamba labda ni neno mwenyewe ndiye aliyeumba hizo sheria. Hapana, yaani hizo sheria yeye pia alipewa. Yaani neno alipewa sheria. Ndio maana wakati huu mtasikia watu wanasema sheria za Musa, sheria za Musa, aza sheria ya Musa. Musa ana sheria zake. Je, ni yeye ndiye aliyeumba hizo sheria? Hapana, hizo sheria alikabidhiwa pia ndani ya Biblia za kisasa. Si ni Yehova Yahweh Elohim ndiye aliyemkabidhi hizo sheria, lakini kwa wakati zinaitwa sheria za Musa, lakini haimaanishi kwamba ni Musa ndiye aliyeumba hizo sheria, alizipewa. Kipengele cha 4 hapa sasa tunaingia kwenye jino kwelikweli, kabla ya neno, ndio kipengele cha 4. Ndio maana nikasema ndani ya Biblia za kisasa wanasema hapo mwanzo neno alikuwako, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo neno lilikuwa na Mungu, kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, hakuna hata kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Kwa mujibu wa Biblia za kisasa wanapenda kutuambia kabla ya neno hakuna chochote, yaani kabla ya neno hakuna chochote. Na ndio maana Mungu wa Biblia yuko kwenye mwanzo, maana yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Lakini kabla ya mwanzo Mungu wenu hayupo, na baada ya mwisho yeye hayupo. Huu ndio tofauti kati ya uongo na ukweli. Lakini sisi tunajua kwamba katika ukweli, kabla ya neno kuna nini? Kitabu cha Kudumanemu sura yake ya 15 mstari wa 16 inasema, huyo anayeongea hapa Jokisabe, nilikuwa, kuna mabano kuwa. Sikilizeni kwa makini hapa tunaingia, kwa sababu hapa ndio nimewaambia mkaze kabisa vizuri. Nilikuwa, kuna mabano, kuwa, kuna mkato, ni roho. Yaani unaposema nilikuwa, ikiwa inaongelea Jokisabe, ikiwa inaongelea Luba, tambua kwamba huyo kuwa ni roho wa agizo kula vitu. Jokisabe anaposema nilikuwa, yaani huyo kuwa ni roho wa agizo kula vitu, na ana jina lake. Huyo kuwa ni roho inayojulikana kwa jina la Ene, inayoruhusu kupitia eala, yaani neno, kwa wale wa hali inayoonekana kuwa na ufahamu kwamba niko nje ya wakati uliopita. Mtu wa kwanza wa umoja, tunafunga mabano. Muda mrefu kabla ya mwanzo wa vitu vyote, muda mrefu kabla ya uwepo usiokuwepo, ambayo inaitwa niititilonge, na kutokuwepo kwa uwepo usiokuwepo, kabla ya uzirisho wa bepuledi mpuli, yaani uzirisho wa mapenzi ya Luba, na kabla ya iala, yaani neno ndani yangu na katika wapili, mzaliwa wa pili, viliumbwa vitu vyote vilivyo katika agizo kula vitu na katika malimwengu na duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, viti vya enzi, kuna mabano jopele bepeti, yani mamlaka kuu, tunafunga mabano mkato,
heshima, utawala, mamlaka, viumbe vyote vya kiroho vya agizo kuu la vitu pamoja na agizo kuu la vitu. Sisi tuko kabla ya vitu vyote na baada ya vitu vyote, na vitu vyote vinapatikana ndani yetu. Loba tite. Ih. Hapa tunaongelea mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Oh Yesu, nimporte quoi. Sikiliza mambo ya kiroho gisi yalivyo. Ye unasikia mambo ya kiroho gisi ilivyo. Hapa tunaongelea mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili, yaani kila kitu ambacho kimeumbwa, ambacho unajua kwamba kipo katika dunia hii, aidha sehemu yoyote, vimo ndani ya mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Hivi unaweza ukaelewa namna gani? Sasa namna gani tunaweza tukasema ikiwa vitu vyote viko ndani ya mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili, kwa nini tunasema kwamba mzaliwa wa pili yuko pamoja nasi? Ndio maana mkiingia katika zana hiyo ndani, mnaweza mkaogopa kujiuliza, huyu tuliye naye ni nani hasa? Mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili, yaani vitu vyote ambavyo vipo tunavyoviona na vile ambavyo hatuvioni, vyote vimezaliwa ndani mwao, vimeumbwa ndani yao. Ikiwa watu watakula, vyote mnafanya ndani mwao. Ikiwa mtafariki, muko ndani mwao. Ikiwa mnaishi, muko ndani mwao. Mkienda kuzikwa ndani ya udongo, muko ndani mwao. Hivi sijui kama unaelewa hili. Luba. Ufalme wote ni agizo kula vitu ambavyo unaita ufalme wa Mungu, mwingine wote uko ndani mwao. Sasa wanapokuja, tuko na mzaliwa wa pili, anafanya namna gani? Ikiwa mnapenda kuelewa tu kirahisi, mzaliwa wa pili yuko ndani mwake, amekuja tu, yani ni kama vile ameingia ndani mwake, na ndio maana yuko ndani mwake. No, tuendelee. Maana yake ni nini hili ambayo tumelisoma? Nitarudilia ili mupate kupenya vizuri. Huduma Neno la sura yake 15 mstari wa 16 nasema, nilikuwa, kuna mabano, kuwa ni roho inayojulikana kwa jina la ene, inayoruhusu kupitia iala kwa wale wa hali inayoonekana kuwa na ufahamu kwamba niko nje ya wakati uliopita, muda mrefu kabla ya mwanzo wa vitu vyote, muda mrefu kabla ya uwepo usiokuwepo ambao utaitwa niititilonge, na kutokuwepo kwa uwepo usiokuwepo, kabla ya uzirisho wa bepuledi mpule, yani uzirisho wa mapenzi ya luba, na kabla ya eala, yani neno, wao wapo. Kabla ya uzirisho wa mapenzi ya luba, wao wapo. Kabla ya uwepo usiokuwepo, wao wapo. Wakati wa uwepo, wao wapo. Kabla ya neno alijakuwepo, neno lile ambalo mnaita neno, wao wapo tayari ndani yangu. Na katika wa pili viliumbwa vitu vyote vilivyo katika agizo kula vitu na katika malimwengu na duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, viti vya enzi, jopele vepeti, mamlaka kuu, heshima, utawala, mamlaka, viumbe vya kiroho, viumbe vyote vya kiroho vya agizo kula vitu pamoja na agizo kula vitu. Sisi tuko kabla ya vitu vyote na baada ya vitu vyote, na vitu vyote vinapatikana ndani yetu. Maana yake ni nini? Yaani kabla ya neno kuwepo, kuna uzirisho wa mapenzi ya luba, yaani mazirisho yote ambayo tunayajua, ndugu zangu nyote ambao mko katika zizi, mnajua ninachomaanisha. Mazirisho yote ambayo tunayajua, mfano uzirisho wa mapenzi ya luba, uzirisho wa upendo, uzirisho wa wema, uzirisho wa neema, uzirisho wa nguvu, yaani kila aina ya mazirisho. Unapoona uzirisho 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 mazirisho yote kwa ujumla yamekuja kabla ya neno. Sijui kama unaelewa. Mazirisho yote yamekuja kabla ya neno. Yaani kabla ya neno kuwepo, kila aina ya uzirisho imekuja kabla ya neno.
Nafikiri hapa sasa mnaelewa vizuri. Kwa hiyo msingi wa uumbaji na sababu ya uumbaji ni mzaliwa wa kwanza na wa pili. Narudilia, msingi wa uumbaji na sababu ya uumbaji ni mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Tunaendelea kusoma, na hakuna kilichofanyika kisichofanyika bila sisi, ndivyo alivyosema. Mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Ndani yetu kuna mabano, wa pili na mimi tunafunga mabano, ni chanzo cha uhai na mauti, cha uwepo na uwepo sio kuwepo, ambayo ni nititilonge. Kabla ya mwanzo wa vitu vyote, uzihirisho wa bepuledi mpuli, yani uzihirisho wa mapenzi ya Luba ulizihirishwa ndani yetu na kupitia kwake ndani yetu Eyala, ambayo ni neno, lilizihirishwa, ikijumuishwa mazihirisho mengine yote yanayotokana na uzihirisho wa mapenzi ya Luba ndani yetu. Yaani kila kitu kimetendeka ndani ya mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Eyala, ndani yetu kuna mabano, msingi, sababu, akawa usaidizi, kuna mabano, kuzingatia, msingi, kiti, tunafunga mabano, wa yote ambayo pia yalikuja katika uwepo kutokana na uzihirisho wa mapenzi ya Luba kupitia sisi. Mwanzo kuna mabano, uumbaji wa agizo kuu la vitu, kuna mabano, uhalisia wa kiroho, tunafunga mabano, ulizihirishwa, kuna mabano, ulianzishwa ndani yetu kupitia mkondo, kuna mabano, mapito ya Eyala, yani neno, neno litoalo uhai, kuna mabano, kuna mkato, mbegu, tunafunga mabano, iliyotolewa kutokana na uzihirisho wa mapenzi ya Tite ndani yetu. Kipengele cha 5, neno lilianzishwa. Yes, neno lilianzishwa baada kwamba Eyala, yani neno litoalo uhai, ambalo ni chanzo cha uwepo wa agizo kuu la vitu kupitia sisi na ndani yetu, tunafunga mabano, kuanzishwa na kutawazwa kwa ajili ya kazi inayojulikana, kuna mabano, shughuli, kazi, uzalishaji, utambuzi. Kisha ndani yetu nuru ya msingi. Hiyo nuru ya msingi sio nuru ambayo inaonekana ya uumbaji, no, ni nuru kabla ya kitu chochote katika agizo kuu la vitu, yaani nishati hai, nguvu, ilionekana kwa namna ya duara, yes, ambayo uliangaza, kuna mkato ukawaka, kuna mkato kuungua, kuna mkato bila kuteketea. Duara ilianza upanuzi wake, kuna mabano, kupanuka, kuvimba, kuongezeka kasi, mwinuko, umbali, kina, kiwango, isiyo na kikomo, daima, umilele, milele, isiyoharibika, haibadiliki, tunafunga mabano, ndani yetu. Kwa hivyo ilianzishwa, ikadhihirishwa, iliundwa agizo kuu la vitu na uhalisia kadhaa, yaani hali, vipimo na sheria. Hapa wanaonyesha namna gani agizo kuu la vitu ilivyoumbwa. Kwanza ni mwanga wa awali, mwanga wa msingi, nje ya uumbaji. Ndio maana kitabu cha Dubise sura yake ya kwanza mstari wa 836 nasema, niliona hivyo kwamba nguvu na utawala wa kifalme pia uliwekwa kiroho katika mikono ya mkubwa wa wawili, kwa mabano, neno lilifanyika mwili, yaani neno lilikaa pia ndani ya Jokisabe katika hali yake ya kuonekana. Ndio maana kitabu cha Esombe sura yake 26 mstari wa 42 hadi 43 nasema, tulipatanishwa kwa neno la Luba kwa njia ya Jokisabe, na ambaye alitupa huduma ya upatanisho.
Kwa maana neno lilikuwa katika Jokisabe kuwapatanisha wasioanzishwa walioneemiwa naye mwenyewe, bila kuhesabia makosa yao wasioanzishwa walioneemiwa, naye aliweka ndani yetu neno la upatanisho, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa upatanisho. Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja ana jukumu lake kuhusiana na walioanzishwa. Mutatili ndiye anayewaongoza na kuwatawaza, ni kweli walioanzishwa, lakini tunajua kwamba kuna kerubi. Huyu kerubi aliyeanguka kwa yari yake, ambayo ni shetani mlima bobe. Kabla ya kuanguka, kulikuwa kerubi mwenye kimo kirefu sana aliyekuwa pamoja naye, alikuwa mlinzi akimlinda. Kulikuwa mindima tiki, roho zingine ambazo wanaitwa mawe ya samani, wote walikuwepo pamoja naye. Tunapoongelea kuhusiana na Mikaeli, hasa nani mene ambao teta malaika Mikaeli, watawaambia kwamba naye pia alikuwa na bamululuma wa kwake, yani wa malaika wa kwake ambao wako naye pamoja. Sasa katika neno, ndani ya neno kuna uzima, maana neno lilizirishwa likawa na uwepo na linazirishwa, yaani ni uzima unaozirishwa, na uzima itakuwa kama vile ni mbegu yenyewe, itakuwa kama vile ni mbegu. Kwa hiyo mkitaka kuelewa, ni neno mpatanishi wa DNA, na katika DNA, as DNA kuna sheria, kuna code. Ndio maana roho zote za agizo kula vitu zina DNA moja ambayo ni agizo kula vitu. Katika upande mwingine tunaambiwa kwamba neno ni mundi, na hiyo DNA watu weusi wote sote tuko nayo sisi katika hali inayoonekana. Kwa hiyo kutaka kuelewa tena, neno ni mundi wa kwanza kabisa, yaani neno ni mundi wa kwanza, tuseme kabla ya mazirisho ya mindi mingine yote. Jokisabe anapokuwa katika hali hii inayoonekana, ni kweli atatii neno, atatii neno, lakini haijamaanisha kwamba akitii neno maana yake neno liko juu yake. Hapana, hapana, maana neno lilizaliwa ndani mwake. Siri ni kwamba wakati Jokisabe aliposhuka, alipunguza nguvu zake, akachukua kila namna na umbo ya roho zote za agizo kula vitu, hadi kushuka hadi kwenye roho wa mwisho kabisa, akaja hadi akazaliwa. Na ndio maana neno atatii neno, lakini haijamaanisha kwamba neno liko juu kuliko yeye. Hapa sio kwa namna hii. Ndio maana Isombe sura yake 40 mstari wa 9 nasema, na ninyi ambao hapo awali mlikuwa wasioanzishwa na adui kupitia mawazo yenu na kupitia matendo yenu mahovu, neno la lugha sasa limewapatanisha kupitia Jokisabe na wapili, ili kuwafanya mwonekane watakatifu bila kulaumiwa na bila lawama. Kwa hiyo haimaanishi kwamba neno ndiye muumba wa roho zote, hapana, bali lugha ndiye muumba. Awezaye kuelewa na aelewe. Lugha anaendelea kujitukuza.